na msikilizaji wa Huruma Media. Hivi sasa ndio tupo katika kanisa la Mtakatifu Antoni wa Padua, ambapo ndio makao makuu ya Jimbo Katoliki hapa jimboni Tanga. Ibada ya leo ni maalum kwa ajili ya mapadre wawili ambao wanatimiza miaka 50. Kwa kifupi wanafanya jubilei ya utume wao. Nao ni Padre Dennis Laurent Mavunga pamoja na Father Severin Msemwa. Ibada hii inaongozwa naye Mashambaba Askofu Thomas John Kiangio wa Jimbo Katoliki la Tanga. Basi endelea nasi kupitia Huruma Online TV hadi tamati ya ibada hii. Mapadre hawa walianza utume wao mwaka 1975 hadi kufikia leo mwezi huu wa 6 tarehe 28 mwaka 2025 wanatimiza miaka ya 50 ya utume wao.
Tuombe. Mungu ulimtayarisha Roho Mtakatifu makao stahiki katika moyo wa Bikira Maria mtakatifu, uwe radhi kutujalia kwa maombezi ya Bikira huyo ili tustahili kuwa hekalu la utukufu wako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Kwa
dhambi za watu wengine, tulinde nafsi yako na kuwe safi. Neno la Bwana.
tutafakari pamoja. Tunapofurahi mapadri hawa miaka 50, kazi ambayo wameitenda sio kazi ya imani, ni kazi kubwa, ni kazi ya kukumbuka. Na ndio maana wakapewa cheo cha monsinyori, kwamba monsinyori ndani ya kanisa ni padri ambaye amefanya kazi ya kukumbuka. Kwa hivyo sio cheo tu ambacho unapewa hivi, ni baada ya kufanya kazi ya kukumbuka. Na askofu mwisho waombea kwa Baba Mtakatifu, Baba Mtakatifu akiridhia, basi nakuwa monsinyori. Ndio hawa monsinyori wetu tunaowaona leo. Lakini ndugu zangu, tujaribu kutafakari kwanza juu ya moyo safi wa Bikira Maria. Wamechagua kuadhimisha jubilei ya miaka 50 leo, wakitafakari juu ya moyo safi wa Bikira Maria. Huu moyo safi wa Bikira Maria ni moyo wa namna gani? Tunafahamu katika hali yetu ya binadamu, moyoni ndio hisia zote zinatoka. Hisia mtu ana hasira, ujue inaanzia wapi? Moyoni. Ukisikia mtu ana furaha, ujue inaanzia moyoni. Ndio maana hata Yesu akasema kinachokunajisi sio kile kinachoingia, kile kinachofanyaje, kinachotoka, kwa sababu ndani ya moyo ndio kunatoka hali yote, hasira, chuki, wivu. Lakini ndani ya moyo huu ndio yanatoka neno upendo, huruma, uvumilivu, kiasi. Kwa hivyo wamechagua kumweka Bikira Maria mbele yao ili awe mfano wao. Naamini kwa miaka hiyo 50 wamemtegemea Mama Maria, ndio maana hata leo wakaamua waendelee kumweka mbele awe kielelezo cha maisha yao. Bikira Maria ni mama ambaye moyo wake ulijaa uvumilivu. Uvumilivu hata pale Kristo ambapo yeye ni mwanaye, lakini anaona anateseka. Bado Maria anaona kwamba mwanaye yote kwenye niabele katika hali ya uvumilivu, kwa sababu huyo ni mwana wa Mungu na yeye anapaswa kuitenda kazi ya Mwenyezi Mungu. Bikira Maria alivumilia sana. Kwa hivyo kumbe mapadri hao wanapomweka Bikira Maria mbele yao, naamini wanakumbuka namna ambavyo wamevumilia kwa miaka yote 50. Ninaamini kabisa miaka yote 50 haikuwa ni miaka ya mteremko. Ilikuwa kuna milima, kuna mabonde, changamoto nyingi, lakini wameweza kuvumilia na mpaka leo wanaitenda kazi katika shamba la Bwana. Kwa hivyo basi kumbe na sisi tunajifunza juu ya uvumilivu wa Bikira Maria, lakini juu ya uvumilivu wa mapadri hawa ambao leo wanatimiza miaka 50. Lakini tunapoongelea moyo safi wa Bikira Maria, tunaongelea moyo wenye huruma. Tunaona kwenye harusi ya Kana, Mama Maria anaonea huruma wale kwamba wamekimbikiwa na imani. Anaenda anaombea kwa mwanaye kwamba wamekimbikiwa na imani. Kwa hiyo tunaona kwamba Maria anaonea huruma hawa watu, anayaona mahitaji yao, anaomba kwa Yesu ili waweze kutimiziwa mahitaji yao. Ninaamini kabisa kwa miaka hiyo 50 mapadri hawa wameweza kuwaonea huruma watu wengi katika utume wao, na ndio maana wanaendelea kumweka Maria kama kielelezo katika maisha yao, kama kielelezo katika utume wao wa kipadri. Lakini tunapoendelea kuongelea Bikira Maria, tunaongelea moyo ambao haukuwa na malalamiko, moyo safi wa Bikira Maria. Hata alipopata magumu, bado aliendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hata pale malaika alipotokea, Bikira Maria alikuwa na hofu na imani kwamba itawezekanaje mambo haya, lakini bado aliendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na akasema, mimi ni mtumishi wa Bwana na nipendeo ile kama dunia. Kwa hivyo kumbe ndugu zangu, tunapotafakari moyo wa Bikira Maria, moyo safi wa Bikira Maria, tunaongelea kitu kikubwa sana. Tunaongelea juu ya moyo huo ambao hauna malalamiko. Ni lazima na sisi sasa tutafakari kwamba Mama Bikira Maria ni mama yetu sote, ni mama wa mapadri, ni mama wa kanisa. Je, tunajifunza kutokuwa na malalamiko katika maisha yetu? Je, tunajifunza kuishi kwa kushukuru Mwenyezi Mungu? Au ni ile kitokea kitu kidogo tunasema Mwenyezi Mungu ameniacha?
ikiwa ndio ingia malezi. Baba Mapunga alikuwa anakaa maneno wanataka maneno. Siku moja tukamwambia swali la kizushi, atakuwa anakumbuka kama hivi baba, kwenye utume wako wote ushawahi kulala tena? Akasema, mmeuliza swali gumu sana lakini ni rahisi kulijibu. Akasema hivyo siku nililala tena. Kamwambia kwa nini? Asema hivi ukiangalia mwanaume mzima hivi nimelalia yai na kuchemsha. Hivi kweli sikulala tena? Hiyo tukaona kwamba tukamuuliza hiyo ulilala tena, kesho ilikuwaje? Ulienda ukawaambia watu kama nimelala tena? Akasema hapana, nilipoamka asubuhi niamka nikaenda kusali misa nikashukuru Mwenyezi Mungu. Kwamba tayari moyo na hata kwenye mafunzo bado watu wanaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kumbe moyo wa Bikira Maria ni lazima utufikishe sisi kwenye maisha yetu kwa watu. Lakini pia tunapoongelea Bikira Maria tunaongelea chemchemi ya matumaini na ishara ya amani katika maisha yetu. Mama Bikira Maria, wakati Yesu anakaribia kukata roho pale msalabani, alimwambia yule mwanafunzi anayempenda, mwana tazama mama yangu na mama tazama mwanangu. Kwamba Yesu ametuonyesha kwamba Maria ndio ishara ya matumaini, kwamba hata katika hali ile anaona mwanae anateseka, bado aliendelea kushikilia matumaini kwamba huyu atakufa ili aweze kukomboa ulimwengu. Aliendelea kushika matumaini hayo, na ndio maana baada ya hapo aliendelea kusali na wale wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kumbe tunapotazama Bikira Maria, tunapotazama moyo safi wa Bikira Maria, lazima tutazame katika hali hiyo ya matumaini na ishara ya amani katika maisha yetu. Lakini ndugu zangu, Mama Bikira Maria kama nilivyosema kwamba ni mama wa kanisa, lakini mama wa mapadri wote. Ndio maana alipokabidhiwa kwa Mama Bikira Maria, Yesu alitaka kuonyesha kwamba katika maisha yetu tupitie kwa Mama Bikira Maria, tumuombe Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu, maisha yetu ya imani mimi na wewe, kwanza kama wabatizwa tunapaswa daima kumuomba Mama Bikira Maria atuombee kwa mwanae, ili basi maisha yetu yawe yanaakisi moyo wake, moyo safi wa Bikira Maria. Lakini ndugu zangu, nimesema kwamba leo tuna mambo mawili. Moyo safi wa Bikira Maria ni yeye ya miaka 50. Tunaposherehekea miaka 50 ya wapendwa wetu, tumeona kwenye somo la kwanza miaka 50 inavyozungumziwa kwamba ni miaka kwanza, miaka 50 ya kwanza ni mwaka wa mapumziko, na pia ni mwaka wa kutathmini maisha yako, na pia ni mwaka wa kulea Mungu shukrani. Kwa hivyo kumbe leo tunaposherehekea miaka 50 ya ukani ya mmonsinyori wetu, Monsinyori Msema na Monsinyori Mapunga, ni kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yao. Miaka 50 kama nilivyosema kwamba sio ya imani. Na neno hili limetokana na neno la Kiebrania, neno yote, ikimaanisha kwamba tarumbeta ambayo inapigwa kuashiria furaha, kuashiria shangwe, lakini kuashiria shukrani. Kwa hiyo sisi leo tunapoadhimisha jubilei hii ya miaka 50, tunapiga tarumbeta, tunapiga shangwe, vigelegele na vifijo, na washangaa kwa nini tunapiga makofi. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa muktadha huo wa kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wetu wamekubali kushiriki na sisi ili watuonyeshe ukuu wa Mwenyezi Mungu ambao amewatendea. Kwa hivyo kumbe tunapoongelea sasa juu ya jubilei, ni wakati wa kujipatanisha na Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kujiweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kuliko mwanzo tulivyoanza kuamini. Kwa hiyo miaka 50 hii ambayo tumekuja kusherehekea pamoja, miaka ya kusogeza karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kuliko hata mwaka ule mlipoanza kwa wakati. Kwa hivyo basi sisi
tumekusanyika kwa sababu ninyi mmeitenda kazi ya Mungu vizuri na mkaamua leo kushirikishe makundi ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, jubilei ni wakati wa kuachilia yote na kufurahia maisha. Naamini kwenye miaka yenu 50 ya utume wenu, naamini kabisa kama alivyosema, sio ilikuwa kwenye mtu kulikuwa mabonde na milima. Naamini kuna watu ambao labda waliwakwaza kwa sababu ya maisha yenu. Ni wakati wa kuachilia, kufurahia maisha na kufurahia uzuri wenu. Kwa hivyo basi, sisi tunazidi kuombea, lakini pia na sisi tuombee. Baada ya siku 24, natamani amini siku moja iwe bado wa miaka 50, nielezee mambo haya kama na mimi ninahubiriwa miaka 50 na mimi nihubiri kwenye miaka 50 ya mama Simoni wetu. Kwa hivyo tuombee sana ili sisi tuweze kufikia huko. Lakini wapendwa, leo tunatimiza miaka 40, miaka 50 ya upande wenu. Ni furaha kwetu sisi na tunaendelea kuwapongeza kwa kuwa kazi mmefanya kwa kutukuka. Kama somo la kwanza alisema, mwaka jubilei ni mwaka wa kujitakasa. Huu ni mwaka wenu, upokeeni katika hali ya kujitakasa. Ni mwaka wenu, upokeeni katika hali ya kufurahia. Wapendwa, mkiniruhusu kidogo niongelee juu ya washauri hawa. Baba Makunga, yeye alishawahi pamoja na kwamba ni mwanaparokia wangu, tunatokea parokia moja, lakini alishawahi kuwa parokia wangu. Na yeye ndiye alinipeleka seminari ndogo. Ambacho kilikuwa kinanivutia sana ni namna ambavyo alikuwa anajenga kwa upendo. Ilikuwa daima nikirudi seminari kule nikienda parokiani, hakuna stori nyingine. Kila kipindi mimi kwa mwana anaanza kujipigia stori za Mungu, anajipigia stori za kibosho, stori za kikarabani. Nasema mambo haya yanawezekanaje? Ananiambia kule unavyopika, unakuwa na chumba chako, unajitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo akanifundisha hata kunyosha kanzu. Nikanyosha kanzu yake, akaniambia nyoshe miaka 7 hiyo. Kumbe alikuwa shamba ndani mwangu kwamba sauti ya Mwenyezi Mungu inaniita mimi kuwa padri. Ndio maana naamini leo lakini ndugu zangu, tunapomwongelea Mwenyezi Mungu ni kuimulimu sana. Wakati ambao roho wangu, kuna wakati alileta kijana fulani, naamini kuna wapata hapa samani mkataja Padre Kabarebe na Padre Amani anajua kile kitabu kilichoenda. Sasa Mosinyo aleta kule, ilikuwa ni kupeleka msalaba. Amefika kule, bahati walioleta ule msalaba sio gari na watu wamepanda yeye. Walipofika waoni waamini kanisani wakarudi na msalaba. Mosinyo anafika, waamini wamefia, kati utoke tunataka msalaba wetu. Wakasahau kwamba msalaba ni wa nani? Ni wa Kristo. Basi Mosinyo anaambia kuna shida, kanisani kuna msalaba. Hiyo ni msalaba. Watu wakakaa pamoja. Lakini nasema ukweli wake ni kwamba watu wale waliongea maneno kweli ya ajabu, lakini aliyabeba yote moyoni mwake, kama Bikira Maria alivyofanya leo kwenye Injili. Akabeba yote moyoni mwake, akakubali, akaanza kusali kwa pamoja. Akasali pale kanisani. Baada ya hapo watu wakasema, sasa tumesali, msalaba wetu wewe umebaki kama msalaba wetu. Tunashukuru, sasa unaweza kuondoka. Akaondoka mtu ukienda kweli ndio, na alitembea kwa mguu. Sifa Yesu Kristo. Lakini ndugu zangu, tunapoongelea mababa hawa, ni mababa wanyenyekevu sana. Baba Msemwa nimebahatika kufanya naye kazi, ingawaje kwa muda mfupi, lakini nimeuona unyenyekevu wake. Na kama hamwamini, mwangalie msemaji atakuwa ameangalia chini. Wakati nilipofanya naye kazi, ilikuwa amekuja pale padre ni shemasi, lakini chochote kile anachotaka kufanya kwambia shemasi, wewe ndio unajua kila kitu hapa, naomba nifanyie majukumu. Unaona unyenyekevu wa hali yake, kuja akasema
kila kitu tunafanya mwenyewe wetu bila kuelekeza. Lakini akasema hapana, mimi nimekuja nimekukuta wewe maelekezo na fahamu nifanyie majukumu. Na ukimwambia anaangalia tena kwa njia sana wa baba nimefanya. Unaona unyenyekevu wa hali ya juu. Kwa hivyo kumbe kwa baba hawa ni wanyenyekevu sana, kwa maana akaweza kuishi mpaka sasa na anaendelea kutangaza kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini kitu kingine ambacho kimenivutia sana kwa baba Maunga, na natamani kila wakati nakuuliza kwa nini, uwezi amini kuna watu walikuwa wanafunga safari kutokea maparokia ya mbali, anakuambia nenda Tumageni, unaenda kufanya nini? Na mtakuta Padre Maunga ni mgani. Nikamfananisha na Padre Pio Mtakatifu, kwamba kumbe yeye aliyo karama ya kukaa kwenye sanduku la mkao kwa muda mrefu kuliko kitu chochote unachofikiria, ambacho kwa idadi ya watakatifu inaonekana ni Padre Pio Mtakatifu ndio alikuwa anafanya kitu. Kwa hivyo tunajifunza mengi kutoka kwako Baba Maunga, tunajifunza mengi kutoka kwako Baba Msemwa. Hayo yote ambayo tunayaishi tunaomba tuombee na sisi tuweze kuyaishi leo, ili basi na sisi siku moja tuweze kuonekana kama ninyi mlivyoonekana. Lakini mwisho kabisa niwaombe tunakie uzee wenu. Sisi wajukuu zenu tunafurahi sana tukiwaona. Yaani tukiona hizo vizuri huko vichwani tunatamani na sisi tuwe na mbele nyeupe, lakini haiwezekani. Uchukulieni uzee wenu kama zawadi, na sisi tunaupokea uzee wenu kama zawadi kwetu, kwa sababu mnatufundisha mengi, mnatufundisha mema ambayo kwa kweli tukiyaishi na sisi tutafikia hatua hiyo ya kuwa na hizo nywele nyeupe, ila sio kwa kuziwekea picha. Tuwe na nywele nyeupe kwa sababu ya uzee, ila sio kwa kuziwekea rangi. Kwa hivyo ndugu zangu, na sisi waamini wote tunalo jukumu la kuombea mapadre wetu, tunalo jukumu la kuombea kila wakati na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mapadre, ili basi wanapofanya kazi yao waamini usiwe changamoto kwao, ila tuwe msaada mkubwa katika kutimiza majukumu yao. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Tunawapongeza sana Monsinyori wetu, basi nyinyi kwetu ni zawadi, na zawadi hiyo tunaitunza. Tunawaombea fikie jubilei ya miaka 75. Tumsifu Yesu.